Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi. Leo ni Aprili 29 ya mwaka wa 2026. Tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Asante kwa ajili ya asubuhi ya leo ambapo watoto wako wa kiume na wa kike tumekuja miguuni pako kujifunza neno lako. Tunaomba ulinzi wako pamoja nasi tena. Utuongoze, utubariki, ututakase. Tusamehe dhambi zetu. Msikie kila mmoja wetu anapoomba, ukamjibu sasa na mapenzi yako katika jina la Yesu. Amina. Mada ya leo ina kichwa kinachosema utajiri wa Kristo usiochunguzika. Imejengeka katika kitabu cha Waefeso sura ile ya 3 aya 16, ambapo neno la Mungu linasema, awajalieni kwa kadiri ya utajiri wa utukufu wake kufanywa imara kwa nguvu kwa kazi ya Roho wake katika utu wa ndani. Mada za ukombozi ni mada muhimu sana kwa wale tu ambao ni watu wa kiroho, ndio wanaweza kutambua kina na umuhimu wake. Ni usalama wetu na furaha yetu kudumu katika kweli za mpango wa wokovu. Imani na maombi ni muhimu ili kwamba tuweze kuona kina cha mambo ya Mungu. Akili zetu zimefungwa sana na mawazo finyu tunayoyapata, lakini mashauri madogo ya uzoefu huo ni fursa yetu ya kuwa nayo. Ni kwa nini wengi wanaodai kumwamini Yesu hawana nguvu ya kusimama dhidi ya majaribu ya adui? Ni kwa sababu hawajaimarishwa na nguvu na Roho Mtakatifu katika utu wa ndani. Mtume anaomba, Kristo akae mioyoni mwenu kwa imani, mkiwa na shina na msingi katika upendo, ili mpate kufahamu pamoja na watakatifu wote jinsi ulivyo upana na urefu na kimo na kina, na kujua upendo wake Kristo upitao ufahamu, kwa jinsi ulivyo mwingi, mpate kutimilika kwa utimilifu wote wa Mungu. Waefeso sura ile ya 3 aya 17 hadi 19. Tukiwa na uzoefu huu tunaweza kujua kitu fulani juu ya msalaba wa Kalvari. Tutafahamu kile inachomaanisha kuwa washirika pamoja na Kristo katika mateso yake. Upendo wa Kristo utatubidisha, na ijapokuwa hatutaweza kueleza jinsi upendo wa Yesu ulivyoipasha joto mioyo yetu, tutaridhisha upendo wake katika kujitolea kwa dhati katika kazi yake. Paulo anafungua mbele ya kanisa la Waefeso katika lugha pana zaidi nguvu na maarifa ya ajabu wanayoweza kuwa nayo kama wana na binti za Mungu aliye juu. Ilikuwa ni fursa yao kufanywa imara kwa nguvu, kuwa na shina na msingi katika upendo, kujua upendo wake Kristo upitao ufahamu. Yehova Imanueli, yeye ambaye ndani yake kumefichwa hazina zote za hekima na maarifa, kuhurumiwa pamoja naye, kuwa naye moyo unapofunguka zaidi na zaidi ili kupokea sifa za asili yake, kujua upendo na uweza wake, kumiliki utajiri wa Yesu usiochunguzika. Huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana, na haki yao inatoka kwangu mimi, asema Bwana. Isaya sura ya 54 aya ya 17. Mpendo wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya kesha la asubuhi, leo ni Aprili 29, tukiangazia mada isemayo utajiri wa Kristo usiochunguzika. Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya mada hii nzuri siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.
tayari, hakika tutasema, japo ni ngumu sana kueleza kwa kina anayotenda Bwana, kweli yanyenyekeza. Tunao ushuhuda leo kuwaletea, mioyo iko tayari, hakika tutasema, japo ni ngumu sana kueleza kwa kina anayotenda Bwana, kweli yanyenyekeza. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho. Acha tuimbe sifa. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho. Acha tuimbe sifa. Yesu, wewe uliamua kutupa fursa hii adhimu ambayo wengi wamekosa. Tunanyenyekezwa, wengine hatukuyaomba, Bwana wewe uliyatenda, twakutukuza. Haleluya, haleluya, amen. Yesu, wewe uliamua kutupa fursa hii adhimu ambayo wengi wamekosa. Tunanyenyekezwa, wengine hatukuyaomba, Bwana wewe uliyatenda, twakutukuza. Haleluya, haleluya, amen. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho. Acha tuimbe sifa. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho. Acha tuimbe sifa. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho. Acha tuimbe sifa. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho. Acha tuimbe sifa.